صلى الإله العظيم على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Karibu ndugu mtazamaji katika awamu yetu hii, na leo biidhnillah takuwa somo letu tukizungumzia tabia za Kiislamu, na tabia ambayo tunazungumzia leo ni subira na shukrani. Kusubiri na kushukuru katika silsila miongoni mwa silsila za maadili mema ya Kiislamu. Na kuomba ndugu yangu unayenitazama, unayenisikiliza, tuwe pamoja tokea mwanzo wa somo letu hili mpaka hatima ya somo hili. Nataraji utafaidika mengi, kama vile utajifunza mengi yanayohusiana na dini yetu hii ya Kiislamu. Kwa hiyo naomba usipoteze sekundi moja, usipepese, usijishughulishe isipokuwa kunisikiliza katika kila neno na kila hatua ya somo letu hili la leo. Nisipoteze wakati mwingi, tuingie haraka katika somo letu la tabia za Kiislamu, subira na shukrani. Subira ni nini na shukrani ni nini? Faida zake, fadhila zake, na Muislamu anatakana kuwa vipi na sifa hizi mbili. Hakika subira na shukrani ni nguzo muhimu sana za maadili ya Kiislamu, na ni sifa ambazo zinajenga tabia kamili ya Muislamu ambayo itamletea utulivu na itajenga imani iwe imara na madhubuti. Tabia hizi mbili ni zenye kukamilisha kwa namna ya kipekee, zenye kukamilisha imani, zinaonesha kina cha imani ya Muislamu. Na tabia hizi zinamsaidia mwanadamu kukabiliana na hali zote zitakavyokuja kwake yeye, iwe ni hali ya majonzi au hali ya furaha. Tabia hizi ndiyo zinamweka Muislamu awe imara katika imani yake. Akipata na hali ambayo itampelekea huzuni, masikitiko na majonzi, anatumia nafasi katika tabia hizi mbili, na akipata hali nzuri ya kufurahisha, ya kupendeza, anatumia nafasi miongoni mwa tabia hizi mbili. Kwa hiyo ni tabia zinazomjenga Muislamu anakuwa katika hali imara daima. Subira na shukurani katika maadili ya Kiislamu ni njia ya kuilea nafsi ya Muislamu iwe na mizani kamili ya kihisia za kiroho, yani humpa mtu tulivu ndani ya imani, ndani ya moyo wake, akawa anaridhika na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompatia. Muislamu
akiwa na subira. Subira humfunza kukabiliana na hali ya matatizo na hali zote nzito bila ya kukata tamaa katika maisha haya, wala bila ya kudhoofika kwa imani yake, katika kuamini kuwa leo ni mazito, lakini ipo siku mazito haya yataisha. Pia Muislamu atakapokuwa na shukrani, na tabia hii ya shukrani humfunza kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kuwa hiki alichokipata basi kinatoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na akiwa na shukrani, na sifa hii ya shukrani inamuepushia kughafilika, ughafilifu, akawa yeye anajiona ni yeye amepata kama yeye. La, sifa hizi mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam anazielezea katika hadithi mashuhur akisema, ni ajabu ya hali ya Muislamu au hali ya mu'min, mambo yake yote ni ya ajabu. Akipatwa na jambo la kheri au hali nzuri, yeye ushukuru, na kwa kushukuru kwa neema alizopewa ni kheri kwake yeye. Na akipatwa na huzuni na jambo la shari, jambo baya, yeye uvumilia akasubiri kwa baya lile lililomkumba, lililompata. Kwa katika hali zote hizi inakuwa kwake yeye ni kheri, na hili halipatikani isipokuwa kwa muumini peke yake. Akipatwa na jambo zuri anashukuru, akipatwa na jambo baya anavumilia na kusubiri. Haya hayapatikani kwa mwingine, yanapatikana kwa Muislamu, kwa muumini peke yake. Kwa hiyo mambo haya yanakuwa ni ajabu kwake yeye. Hakuna baya lisilokuwa na tiba, wala hakuna zuri lisilokuwa na mwelekeo. Lakini kabla hatujaelezea mengi kuhusiana na tabia hizi mbili, ni vizuri tujiulize swali la kiakili, ndio tujue tunakoelekea. Tunazungumzia subira. Je, hii subira ni nini? Hii subira tunazungumzia ni nini? Subira katika lugha linamaanisha kuzuia, kuvumilia au kujizuia. Yani mtu hujizuia na kuizuia nafsi yake na mambo yasiyofaa, au kujithibiti wakati wa hali ngumu na atakapopitia changamoto za kimaisha. Neno hili la kusubiri ni kuivumilia au kuizuia au kuidhibiti nafsi isifanye mambo yasiyofaa wakati wa mambo mazuri au wakati wa changamoto zinapokupata. Subra ni kujizuia na kustahimili hali ambayo mtu haipendi. Kwa hiyo subra ni kama subiri, ama subiri ni chungu kula, lakini natija yake ni nzuri. Kwa hiyo kusubiri pia unasubiri katika mambo ambayo hauyapendi, lakini natija yake ni nzuri na ya kufurahisha, huko akiwa na nia ya kupata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hali hii inaweza kuwa katika kusubiri kwa kutii amri aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, kwa kufanya mambo anayoyataka Mwenyezi Mungu. Unasubiri kwa kuyafanya na kuyatekeleza mambo anayoyataka Mwenyezi Mungu. Kadhalika unaweza ukasubiri kwa kujiepusha na mambo asiyoyataka Mwenyezi Mungu, au kujizuia kuyafanya mambo aliyoyakataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia unaweza ukasubiri katika matatizo, misukosuko
changamoto zinazokupata katika maisha, ukasubiri. Kwa katika hali hizi tatu zote wewe unatumia kifaa kinachoitwa subira. Na maelezo haya ya kuwa subira ni nini, nafasi yake katika sheria ya Kiislamu au katika maadili ya Kiislamu ni yapi, inatupelekea tuizungumzie subira kwa aina zake zote tatu. Kwa hiyo subira iko na aina tatu. Mwanzo tunafanya subira katika kutekeleza taa ya Allah, yani wakati unapotekeleza amri na ibada unahitajia subira, na ni kuendelea kudumu katika kuitekeleza ibada na wajibu wa Kiislamu hata kama mwili au nafsi inaona uzito. Mfano, wakati unasali sala au unafunga mwezi wa Ramadhani au unawaheshimu wazazi au unatafuta elimu ya dini, haya yote yanahitajia subira. Ndugu yangu, angalia wakati wa baridi kali, wakati wa mvua kali, kuamka kwenda kusali sala ya usiku au kusali sala ya alfajiri, mwili unakwambia endelea kulala. Kwa baridi nzuri ile, umejifunika shuka lako, ndio kunaadhiniwa, kitanda kimekolea joto, ndio kunaadhiniwa uende ukashike maji ya baridi ambayo utatetemeka baada ya kuyashika maji hayo, lakini unaacha matandiko, unaacha kitanda, unaacha shuka zako na unateremka, unaenda kushika maji kwa kutawadha na kuelekea msikitini kuenda kumwabudu Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Halifanyiki hili bila ya kuwa huyo anayelifanya yuko na subira, amelifanya hili kwa sababu ya subira alionayo, la si hivyo ataamua tu kuendelea kulala. Kwa hiyo hata kutekeleza taa, kutekeleza ibada inahitajia subira. Mfano, kufunga mchana, unaacha chakula, unaacha kinywaji chako wakati uko na njaa, wakati uko na kiu, lakini unaacha yote haya. Kwa nini unaacha? Kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika katika kuwaheshimu na kuwatii wazazi, tampata mzazi anaongea mambo ambayo hayaridhishi nafsi yako, anakuamrisha mambo ambayo hayaendani na unavyotaka wewe, anakukataza mambo ambayo ndiyo nafsi yako inavyopenda, lakini kwa hali yote hii unaacha, unatekeleza kwa sababu ya kumridhisha mzazi wako na kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya yanafanyika kwa sababu ya subra ambayo imejikita katika moyo wako, la si hivyo unaweza ukakhalifu na ukaenda kinyume. Kwa hiyo katika kutekeleza ibada au taa au amri ya Mwenyezi Mungu inahitajia subira iliyokamilika katika moyo wa Muislamu. Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala anasema ni vyake vyote vilivyo ardhini na mbinguni, basi mwabuduni yeye na udumu katika ibada yake. Je, unamjua yote anayefanana na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hakuna. Kwa hiyo baki endelea kujisubirisha katika ibada yake. Wastabir liibadati
jisubirishe katika kutekeleza ibada ya Mola wako. Kwa hiyo ibada zote zinahitajia subira. Angalia kutoa zaka, kutoa sadaka, kwenda kuhiji, yote haya yanahitajia subira ya hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kazi iliyo bora zaidi mbele ya Allah ni ile, au ibada bora kwa Allah ni ile yenye kudumu hata ikiwa ni kidogo. Ibada yenye kupendeza kwa Mwenyezi Mungu ni ile ya kudumu hata japokuwa ibada hiyo ni ndogo. Inaonyesha hii umuhimu wa subra katika kudumu na kuifanya na kuendelea kuifanya ibada kwa utulivu na mwendelezo kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu ya muda tukienda haraka katika aina ya pili ya subra ni kusubiri katika kuacha maasiya. Kusubiri katika kuacha maasi au maasiya. Maasi au madhambi ni jambo ambalo linapendwa na nyoyo za watu wa kawaida, au wengi wanadamu wana mvuto katika kufanya maasiya. Mfano, Mwenyezi Mungu atukirimu na tuhifadhi kutekeleza dhambi la uzinzi, la usharati, la uzinifu, kuiba, kulewa. Anasa zote hizi ukiziangalia ni vitu ambavyo vinaburudisha moyo, lakini Muislamu anatakana kuviepuka hivi. Sasa kuviepuka, kuviacha vitu hivi au mambo haya hayafanyiki rahisi tu, bali inahitajika subira kikamilifu ndio Muislamu aweze kuachana na mambo haya. Kwa hiyo kujizuia kutenda madhambi hata kama kuna vishawishi vipi kutokana na ndani kama matamanio, au kutokana na nje kama mazingira mabaya, mazingira ya marafiki, mazingira ya urahisi na mazingira ya kutangazwa madhambi kama haya. Kwa hiyo Muislamu ukayaacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi hii haifanyiki isipokuwa inahitajia subira ya hali ya juu. Kadhalika subira hii Mtume au Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na akakataza nafsi dhidi ya matamanio, basi pepo ndiyo makazi yake. Yule mtu ambaye atakapoizuia nafsi yake kutokamana na matamanio yake, huyo mtu Allah amemwahidi pepo yake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea watu 7 ambao watakuwa chini ya kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema mtu ambaye aliye dakwa au aliyekuwa na ahadi na mwanamke ambaye mrembo, tena ametokea katika familia inayotajika, yani yuko katika hadhi ya juu. Mwanamke yule wameekeana ahadi ya kutekeleza dhambi la uzinifu, na alipokaribia kulitekeleza dhambi lile akakumbushwa na yule mwanamke muogope Mwenyezi Mungu, na akaliacha dhambi lile kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu huyo atakuwa chini ya kivuli. Kwa hiyo ameacha dhambi hili ambalo alikuwa na vishawishi vyote na uwezekano wa kutekeleza dhambi hili, lakini akaliacha kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Huyo ameacha hivi kwa sababu ya subra ya kuacha dhambi. Makazi yake yatakuwa ni chini ya kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika aina ya tatu ya kusubiri ni kusubiri kutokamana na matatizo. Kusubiri kutokamana na matatizo au subira
juu ya balaa zinazokukumba kama ndugu Muislamu au mwanadamu. Ndugu yangu Muislamu, ulimwengu huu ni mahala pa matatizo na misukosuko. Matatizo haya hayachagui mtu, rangi, kabila wala dini. Kila mmoja anapata na matatizo. Lakini sisi Waislamu, wakati tutakapokumbwa na matatizo na changamoto, mwanzo kabisa kusubiri kwa hali hii ni kukubali kwa moyo wa ridha yale yote aliyoyakadiria Mwenyezi Mungu, kama maradhi, umaskini, vifo vya wapendwa wetu au matatizo mbalimbali. Yote haya yatakapokupata, kubali na kuridhia kwa moyo wako bila ya kulalamika, bila ya kukasirika, bila ya kushtaki kwa viumbe. Yote haya unaridhia na unavumilia, unakubali ya kuwa ni kazi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu halaumiwi kwa kazi yake. Bila shaka Allah alisema tutakujaribuni katika mitihani ya kuwatia hofu, uoga, mitihani ya njaa, mitihani ya upungufu wa mali, mitihani ya vifo vya wapendwa wenu, mitihani ya mapungufu ya matunda na mimea. Basi wapatie bishara njema wale watakao subiri. Kwa hiyo anayesubiri katika mitihani yote hii yuko na bishara njema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu akawataja wale walio na subira, akasema ni wale ambao watakapofikwa na mitihani au misiba kama hii, wao husema hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Hawa ndio waliosifika na sifa ya kusubiri. Na atakayepatwa na matatizo akasubiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kuwa mtu huyo ndiye aliyekamilika imani, aliposema ni ajabu mambo ya Muislamu, ni ajabu mambo au hali ya muumini. Atakapopatwa na zuri, yeye ushukuru, na atakapopatwa na baya, yeye usubiri. Jambo hili halitokezei isipokuwa kwa muumini aliyemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu au ndugu yangu naye nitazama, ikiwa hii ndio hali ya muumini na subira, aina zake ni hizo tulizoziona. Muumini akasubiri kwa kumtii na kumwabudu Mola wake, akasubiri kwa kuyaacha maasi, akasubiri kwa balaa, changamoto, matatizo anayompata. Muumini huyo faida anayoipata, atakuwa na fadhila na faida zipi kwa kuyafanya mambo haya yote? Mwanzo kabisa, subira fadhila zake imetajwa mara nyingi katika Qur'ani. Subira imetajwa mara nyingi katika Qur'ani, na jambo lolote linalotajwa sana ndani ya Qur'ani, ima jambo hili liko na ukubwa katika daraja zake, au liko na uhusiano mkubwa na imani ya kweli, au jambo hili liko na umuhimu sana liingizwe katika akili ya Muislamu. Kwa hiyo lilipotajwa neno la subira ndani ya Qur'ani, hii inaonyesha kuwa subira iko na umuhimu sana katika maadili ya Muislamu. Ama kuhusiana na malipo ya atakaye subiri, malipo yake alivyoelezea Mwenyezi Mungu ni kuwa hakika wanaosubiri watapewa ujira wao bila ya hesabu. Ukiambiwa ukifanya amali moja au tendo moja utapata thawabu 1 mpaka 10, hizi thawabu hizi zishaelezewa tayari. Lakini Mwenyezi Mungu atakapokuambia ukifanya jema hili, zuri hili, nitakulipa bila ya hesabu. Kwa hiyo wewe hakuna tena 20 wala 10 wala 30.
utapewa mpaka ushindwe kuhesabu kwa wingi wa kile ambacho amekiandalia Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha kuwa subira ya kweli hupatikana kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa nguvu za nafsi zetu. Subira ya kweli inatokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema Allah, subiri, wama sabruka illa billah, na subira yako si kwa msaada ila kwa Mwenyezi Mungu. Subira ya kweli inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili usubiri kweli kweli, subira hiyo inahitajia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa nguvu zako. Pia Mwenyezi Mungu akasema, enyi mlioamini, tafuteni msaada katika kutatua mambo yenu kwa kusubiri na kusali. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanao subiri. Kwa atakaye subiri, faida yake ni kuwa yuko pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kuwa pamoja Mwenyezi Mungu, kuwa pamoja na mtu anayesubiri sio kuwa watatembea pamoja, la, katika msaada, kunusuriwa na kusaidiwa katika mambo yake yote atayapata kwa urahisi, kwa sababu yuko na ma'iyatullah, yuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatuelezea thamani ya kusubiri, akasema Muislamu hapati taabu yoyote wala hata ugonjwa wowote wala huzuni ya aina yoyote wala dhiki yoyote wala madhara yoyote, hata uchungu wa mwiba unaomchoma, ila Mwenyezi Mungu humsafishia dhambi zake kwa hayo. Yani utakapopatwa na mitihani yote hii na mfano wake, kisha ukasubiri, ukajua haya yanatokea kwa sababu ni mipango ya Mwenyezi Mungu, ukasubiri, basi faida yake kusubiri kwako huku katika matatizo haya unafutiwa na kupunguziwa katika madhambi yako. Subira ni hazina ya kheri, haimpi mtu isipokuwa ambaye ni mpendo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Subira ni hazina ya kheri zote. Uislamu wote ni subira. Nusu ya imani ni subira na nusu nyingine ni shukurani. Hivi ndivyo alisema Ibn Qayyum. Kwa hiyo subira ni nusu ya imani na nusu nyingine ni shukurani. Hizi zote ni fadhila za subira. Subira ina mifano mingi kwa wengi wema waliotangulia, kutokamana na mitume na masahaba na wema wote waliotangulia walishikamana na ibada hii ya subira. Kwa hiyo subira, mfano iliyopita kwa tendo hili la subira, ukiangalia Mwenyezi Mungu aliwaonja watu na wakasubiri kweli, wakusubiri. Mfano, Mwenyezi Mungu ametuletea mifano bora ya watu wa subira miongoni mwa manabii, ili sisi nasi tupate mafunzo, tujifunze kutokana na jinsi walivyosubiri hawa mabwana wema waliotutangulia. Kwa mfano wa haraka, Mwenyezi Mungu alisema, hakika tulimkuta mwenye subira mja bora kabisa, hakika yeye alikuwa mwelekevu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu alimpatia mtihani Nabiyullahi Ayub. Ayub
huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayub alipoteza mali yake yote. Ayub alipatwa na ugonjwa ambao mwili wake wote ulidhurika na ukaanza kuoza, na akabakishiwa ulimi na moyo. Lakini kwa yote haya alikuwa anasema, Rabbi inni masani yadur, hakika Mwenyezi Mungu mimi nimeguswa na dhiki, nawe wewe ndiwe mwenye rehema kuliko wote wenye kurehemu. Rabbi inni masani yadur wa anta arhamur rahimin, Mwenyezi Mungu hakika mimi nimeguswa na dhiki, madhara haya, na hakuna mwenye kurehemu zaidi yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya hakuanza kulalamika Mwenyezi Mungu, naumwa na hapa nifanyie, la, yeye wala hakumshtakia Mwenyezi Mungu. Alielezea hali yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha kuwa ameridhika kama Allah ataridhika kwa hali yake hiyo. Lakini kama kuna hali nyingine nzuri zaidi ya hapo ya rehema, basi Mwenyezi Mungu unaweza ukanirehemu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala akamrehemu mtume wake baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Amekimbiwa na watu wote, amepoteza mali zake zote, hana tena utu, lakini pamoja na subra Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoshea matatizo aliyokuwa nayo. Alivumilia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, naye pia alipata na mitihani na akavumilia. Kabla yake Nabiullah Yusuf na baba yake Yaqub, hawa ndio mtihani mkubwa ambao waliupita, mtihani wa subira. Tukiangalia Yusuf alayhi salam alipangiwa njama na ndugu zake kwenda kumuua baada ya kuota ndoto hile nzuri. Kamuelezea baba yake, ndugu zake wakapata habari, wakampangia njama ya kwenda kumuua. Akasubiri, alipoenda kuchapwa na ndugu zake na akatupwa ndani ya shimo lile la kisima, akavumilia. Nabiullah Yusuf alayhi salam akavumilia kadhalika na kusubiri mtihani mkubwa aliopata kwa mke wa Aziz, mke wa waziri yule aliyetaka kufanya naye kitendo kibaya, akakataa, akavumilia. Yusuf alivumilia kifungo cha jela bila ya hatia yoyote, hakuwa na hatia yoyote, lakini alivumilia, akaingizwa jela, akaishi huko adada sinin, miaka mingi. Mwenyezi Mungu anasema basi subira njema, basi subira njema na Mwenyezi Mungu ndiye wa kumuomba msaada juu ya hayo mnayo yasema. Nabiullah Yaqub kadhalika naye alisubiri kwa kumkosa kipenzi chake mwanawe Yusuf, akasema fasabrun jamil, subra njema, asa Allahu an yatiyani bihim jamia, huenda Allah akawaleta wote. Kwa hiyo hawa ni manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walioijua subra na wakavumilia kweli kweli. Mbora zaidi aliyefanya subra ni imamu wa wenye kusubiri, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alivumilia madhara ya watu wake waliompinga na kumtukana. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alivumilia, alikuwa na subra na matatizo aliyopitia, njaa, umasikini. Alivumilia huzuni ya kuwapoteza wapendwa wake. Alizaliwa bila ya baba, miaka 6 akampoteza mama, miaka 8 akampoteza babu yake. Alimuoa kipenzi chake Khadija,
akaruzukiwa watoto 6 kwake. Watoto wote hawa akawazika mmoja baada ya mwingine. Baada ya kumpoteza mama yao Khadija na kumpoteza ammi yake Abu Talib, akawazika watoto wake wote 6 isipokuwa Fatima peke yake ndiye alibakia. Kwa katika watoto 7 wote aliwazika, walikufa katika maisha yake. Huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapoteza, kila anayempenda anampoteza. Pamoja na haya yote alisubiri, akisema baada ya kifo cha mtoto wake Ibrahim, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, na hatusemi isipokuwa kinachomridhisha Mola wetu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anavyoelezea Aisha ya kuwa familia ya Muhammad hawakushiba mkate wa shairi kwa siku 2 mfululizo mpaka alipofariki dunia. Yani aliishi maisha ya dhiki, hawajawahi shiba, kula kushiba zaidi ya siku 2 mpaka alivyokufa. Bali alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Zubair alikuja kwa Aisha na kumuuliza Aisha, tupatie budget yenu ya mwaka. Aisha akamwambia, sisi tulikuwa tunaishi mwezi, yani miezi 2 na nyumba zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwashi moto, tulikuwa tunaishi na maji na tende. Kwa hiyo umaskini wote huu, hata masahaba wake hawajui Mtume sallallahu alaihi wasallam anaishi vipi. Yote hii alikuwa na qanaa, ana kinai, na alikuwa na subira. Subira pamoja na kuwa unasubiri, haivunji kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jambo, huku ukichukua sababu zinazostahili. Yani pamoja na subira inaandamana na inaenda sawa na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumtegemea Allah ni ukamilifu wa kusubiri, bila ya kuwa kumtegemea Allah na kusubiri haikatazi mtu kuchukua sababu za kuondoka katika matatizo alionayo. Mfano, ili eleweke vizuri, mtu mwenye subira huonyesha kuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu na anaamini hekima yake bila ya kulalamika wala kukata tamaa. Hakati tamaa kwa matatizo na dhiki ya maisha, bali yeye anavumilia, anajua ipo siku Allah subhanahu wa ta'ala ataniondeshea. Pamoja na hivyo anafanya juhudi. Mfano, uwe mgonjwa, usianze kukata tamaa kwa mimi sasa ni kifo hiki, wala usianze kulalamika, sasa mimi peke yangu, mbona ugonjwa unanipata mimi haumpati mwingine. Kadhalika hii inatakana usubiri, kisha utafute njia za kutatua matatizo haya yaliyokukumba kwa njia zinazostahiki, njia za halali, njia zinazoridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, si njia ambazo zinaenda kinyume na radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtegemea Mwenyezi Mungu ni chanzo kinachozaa kusubiri, na subira huimarisha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Narudia, mtu anayemtegemea Allah haki ya kumtegemea, basi tegemeo lake hili uzalisha na likaleta hali ya kusubiri, na subra inaimarisha na kuliweka sawa jambo la kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Subra na ridha, yani kuridhia, subra na kuridhia qadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuridhia ni kukubali kwa moyo wote hukumu na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila malalamishi, bila kulalamika wala bila ya kuchukia. Si kila anayevumilia huwa ameridhika, lakini kila mwenye kuridhia
huyo atakuwa amesubiri na amevumilia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika ukubwa wa thawabu huambatana na ukubwa wa mitihani. Ukubwa wa thawabu unaambatana na ukubwa wa mitihani, na hakika Mwenyezi Mungu akimpenda mtu humtia mtihani, basi atakayevumilia na kusubiri atapata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayechukia naye atapata chuki au ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akakupatia mitihani ambayo utashindwa kuibeba. Kwa Mwenyezi Mungu anampatia kila mmoja mitihani ambayo ana uwezo wa kuitatua au uwezo wa kusubiri na uwezo wa kuibeba mitihani hii. Ridha na kuridhia ni daraja ya juu zaidi kuliko subira. Kwa hiyo subira isiko aina tatu. Mtu akipata na matatizo au kusubiri katika matatizo, mambo ni matatu: ima aridhie, daraja ya juu kuridhia. Daraja ya pili ni kuvumilia katika hali hile, unapitia lakini unavumilia, unasubiri. Na hali ya tatu ni kutafuta suluhisho la matatizo yaliyokukumba. Kwa katika hali zote hizi tatu ni hali za mu'min, lakini hali ya nne si hali ya mu'min. Mtu ambaye ataanza kulalamika na kuchukia na kuanza kukufuru, jambo hili hali takikani. Na subra inatakikana, subra ya juu kabisa ikupate wakati wa mwanzo wa matatizo. Umepata na musiba, unasubiri pale pale bila ya kuanza kulalamika wala kuchukia. Asabru inda sadmatil ula. Kwa hiyo hii ni subra ya hali ya juu. Pata na mtihani, pale pale unaanza kusubiri na kuridhisha chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, wewe uliyesilimu, ukumbuke utapitia mitihani mingi sana. Mwanzo kabisa mtihani wa wewe kujifunza Uislamu. Mtihani huu unahitajia subra katika kuijua imani yako mpya. Ndugu yangu, wewe uliyesilimu utapitia mitihani. Kuna mambo ulikuwa umeyazoea kabla ya kusilimu kwako. Mambo haya leo unatakana uyaache, uyagure, ujitenge nayo. Si rahisi, lakini kwa sababu ya kuilinda imani yako mpya unatakana mambo haya uyaepuke, uyaache. Kadhalika kuna mitihani itakayokukumba. Ukianza mtihani wa nafsi yako kujikubali kuwa sasa wewe ni Muislamu. Kadhalika Waislamu kukukubali wewe kuwa sasa ni mmoja katika sisi. Kadhalika watu wako ambao ndio familia yako labda hawajakubali uamuzi wako huo wewe kuwa Muislamu. Mitihani yote hii mitatu utaipita ukiwa na subira. Nafsi yako kujikubali kuwa mimi sasa ni Muislamu. Ndugu zako Waislamu kukukubali. Unaweza ukapitia mitihani, ukaingia msikitini, watu wanakuangalia kama mwizi, watu watakuangalia katika jicho la kuona wewe si katika wao. Leo utakuwa peke yako, hauna tena ndugu, jamaa, marafiki. Yote haya unatakana usubiri, kwa sababu si wa kwanza ulipitia mitihani hii, wako wengi waliopitia. Kadhalika unaweza kupitia mitihani ya ndugu zako, jamaa zako waliokuwa katika familia yako ambao hawajakubali uamuzi wako huu. Haya yote utayapita kwa kuwa na subira. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe subira na akusaidie katika kuyatoka yote haya. Kumbuka ndugu yangu, utakapokuwa na subira, kumbuka thawabu kubwa alizoziahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, ukumbuke kuwa kusubiri si alama ya udhaifu, la, bali ni alama ya ukamilifu wa akili na ukamilifu wa imani. Wachukue manabii, masahaba na wengi waliotangulia katika hali ulio kama wewe, na ujiweke katika kiatu chao, uyakumbuke yote hayo,
iwe ni mfano kwako wewe, ni kioo kwako wewe ya kuvuka na kuvumilia mashaka yote ya maisha. Ndugu yangu, ukihitaji kuwa na subra ya kweli, basi muamini Mola wako, ridhika na hukumu na kadari zake, na mtegemee wakati wote wa matatizo. Ongeza dua yako kama alivyoomba Mwenyezi Mungu au mtume wake sallallahu alaihi wasallam aliposema, ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba uthabiti katika jambo na azma katika kufanya lililo sahihi. Utakapoishi hivi, tunatarajia ya kuwa Mwenyezi Mungu atakujalia uwe ni Muislamu na muumini wa kweli. Ndugu yangu Muislamu, shukrani ni tendo linalokamilisha subira. Ukisubiri katika matatizo na balaa, pia unatakana ushukuru katika neema na kheri alizokupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Shukrani maana yake ni kumsifu mwenye kukufanyia wema kwa wema aliokufanyia, ni kukiri na kukubali, huku ukimtukuza aliyeitoa neema hiyo, yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kukiri neema ya Mwenyezi Mungu kwa moyo, kukiri kwa matendo ya wazi wazi, na kuitumia neema hiyo aliyokuneemesha nayo Mwenyezi Mungu katika kumtii yeye. Maana yake ni ukimtambua moyoni mwako kuwa neema yote imetoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, utatamka hilo kwa ulimi wako na kuzitumia neema hizo kwa viungo vyako kwa njia inayomridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, kwa taarifa hii tunaipata shukrani iko katika aina tatu. Kuna kushukuru kwa moyo, nao hii ni kutambua au kukiri, kuamini kuwa neema zote zinazotoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, si kwa uwezo wako wala kwa uwezo wa mtu mwingine. Hii ni aina ya kwanza, nayo ni shukurani ya moyo, kukubali, kukiri na kutambua ya kuwa neema zote zinazokukuta zinatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala na hazitoki kwa yoyote mwingine. Mwenyezi Mungu anasema, na neema yoyote mlionayo basi ni kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia na Mola wenu alitangaza, mkinishukuru nitawasaidia, na mkinikufuru basi adhabu yangu ni kali. Kwa hiyo kushukuru kwa kwanza ni moyo wako ukubali yote mazuri unayoyapata yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiri neno hili kwa moyo, kwa kukubali. Hii ni daraja ya kwanza ya shukrani. Pili, aina ya pili ni kushukuru kwa ulimi, kwa maneno, na yasiyo ni maneno tu, yawe ni maneno ambayo yanaambatana pia na moyo. Kwa unashukuru kwa moyo wako kwa kutamka kwa ulimi, kwa kusema alhamdulillah, kuzungumza neema, kumsifu mwenye kuneemesha, kumshukuru daima aliyekuneemesha, na kuongeza kwa kusema alhamdulillah. Sifa njema zote zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, usafi ni nusu ya imani, na alhamdulillah hujaza mizani siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu wenye kushukuru, na wachache katika waja wangu ndio wanao nishukuru. Kwa hiyo si wote wenye kushukuru, ni wachache, na daima wachache ndio watu wema. Na
maana yake kuwa wachache sana hulipa shukurani ya kweli, japokuwa wengi wanafisidi neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya ulimi wako ndugu yangu uwe unyevu, uwe na rutuba daima katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kusema alhamdulillah katika kila hali, yawe ni mambo mazuri yawe ni mazito, wewe sema alhamdulillah. Na utakapokithirisha neno hili, basi faida zake nyingi utazikuta kama tutakavyoelezea. Shukurani ya tatu au aina ya tatu ya shukurani ni kushukuru kwa vitendo, nayo ni kuzitumia neema zote alizokuneemesha Allah. Uko na neema ya siha, uko na neema ya afya, uko na neema ya mali, uko na neema ya watoto, uko na neema ya wake, uko na neema ya kipando, uko na neema ya aina yote. Tumia neema hizi ulizopewa na Allah, alizokuneemesha nazo Allah, katika kumwabudu na kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya zitumie neema za Mola wako katika kumwabudu na kumtii, si katika kumuasi. Yatumie macho kwa kuangalia yanayomridhisha Allah, wala usiyatumie macho yako katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Itumie mikono yako katika kila kizuri kinachomridhisha Allah, na wala usiitumie katika uovu. Itumie miguu yako katika mambo yanayomridhisha Allah, wala usiitumie katika kuendea maasi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alisema kuhusu Nabii Daudi, enyi watu wa Daudi, fanyeni kazi enyi watu wa Daudi kwa kushukuru. Afanyeni kazi katika kushukuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alisema siku ya kiyama mtaenda kuulizwa kuhusu neema alizoneemesha nazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, shukrani hii iko na faida na fadhila nyingi kubwa. Miongoni mwa fadhila hizo, Mwenyezi Mungu ameifanya shukrani kuwa sababu ya kuongezewa neema. Kwa utakapomshukuru Mwenyezi Mungu, aliahidi kuwa ataongeza katika neema zake. Kadhalika Mwenyezi Mungu alisema kuhusu nikumbukeni mimi na mimi nitawakumbuka, nishukuruni wala msinikufuru. Kadhalika miongoni mwa fadhila za kushukuru ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kuwa Mwenyezi Mungu humpenda mja anayekula chakula akamshukuru, au anayekunywa kinywaji kisha akamshukuru. Huyu anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha anatusimulia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama usiku kwa ibada, na akaulizwa, mbona unajitesa mpaka miguu inavimba inapasuka, kwa nini? Akasema, kwani nisiwe mja mwenye kushukuru. Kwa hiyo kushukuru kuna fadhila kubwa sana. Mwanzo ni sifa ya manabii wote. Manabii walikuwa na shukurani katika neema, bali shukrani au kushukuru, ashukuru ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliahidi akasema, wasanajzi ashakirin, tutaenda kuwalipa malipo makubwa wenye kushukuru. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa fadhila za tendo hili la kushukuru au tendo la shukurani. Shukurani, athari zake katika maisha ya mwanadamu inaongeza neema. Shukurani kuridhika na furaha, inaleta furaha ya ndani, na mtu mwenye kushukuru huwa na moyo wa utulivu na anafurahia kila alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala.
anaye shukurani anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hupenda anayejua kuthamini neema na kumchukua asiyejali, kumchukia asiyejali. Basi Allah subhanahu wa ta'ala, utakaposhukuru neema zake, naye Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Kwa hiyo ili upate ukamilifu wa mapenzi ya Allah, ndugu yangu, shukuru katika neema chache alizokuneemesha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho na kubwa kabisa ni kuwa atakaye kuwa na shukurani kwa Allah, huyo atakuwa ni mtu wa peponi. Watu wa peponi ni watatu: na mtu aliye na familia, aliyejiepusha na maovu, na aliye mja mwema mwenye kushukurani. Hawa watu hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ni watu wa peponi. Kwa hiyo kuwa na na shukurani hii itakuingiza katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ama shukurani, athari zake kwa jamii, ufanya jamii kustawi kwa kheri na baraka. Jamii ikimshukuru Allah kwa neema walizopewa, basi hupata baraka katika riziki na hupata amani katika maisha yao. Kadhalika waja wenye kushukuru Mwenyezi Mungu huwa na umoja na huruma baina yao. Shukurani ni kwa ajili ya Allah tu, si kwa ajili ya Allah tu peke yake, bali pia kwa watu wenye kushukuriana watapendana, watakuwa kitu kimoja. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asiye washukuru watu basi hawezi wakamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika shukurani kwa jamii usaidia kuenea kwa matumaini na mtazamo wa chana. Kushukuru huleta matumaini na huzuia chuki na husuda na mizozo baina ya jamii. Kwa utakapopata jamii walio wenye kushukuru, uzaa matumaini, wakawa wana matumaini, na pia huondoa furuka, hasadi na chuki baina yao kama jamii au wana jamii moja. Shukurani ni ibada ya moyo. Kushukuru ni ibada ya moyo, kadhalika ni ibada ya ulimi na ni ibada ya vitendo. Kila neema unayonayo, iwe ndogo au kubwa, inastahiki kushukuriwa. Shukuru kwa moyo wako, ikubali. Shukuru kwa ulimi kwa kusema alhamdulillah, na itumie neema hiyo katika taa, katika kumwabudu nayo Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kila asubuhi, kila jioni, jaribu kushukuru neema kwa kumwambia Mwenyezi Mungu, neema yote iliyo juu yangu au juu ya kiumbe chochote miongoni mwa viumbe vyako ni kutoka kwako wewe peke yako, huna mshirika. Basi kwako ni shukurani na sifa njema zote ni zako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio mafunzo aliyotufundisha nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, tukimalizia, subira na shukrani. Subira na shukrani katika nadharia na utekelezaji inahusu kuweka mizani katika subira na shukrani katika maisha ya Muislamu. Zikikutana hizi, basi maisha ya Muislamu yatakuwa katika mizani ya sawa kwa sawa. Subira wakati wa hali ngumu, jinsi ya kuitekeleza kwa vitendo, yatakiwa yaambatane yalivyoelezewa ndani ya Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika na maneno ya wanavyuoni. Utaitumia vipi subira na utaitumia vipi shukrani kwa neema alizokukabidhi nazo Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu yangu, kwa sababu ya muda, haya tuliyozungumza yanapatikana katika sehemu yetu. Unaweza ukapakua
na ukajisomea zaidi na ukafatilizia tuliyozungumza na ukajibu maswali ambayo yatakuwa chini ya somo letu hili. Tumuombe Mwenyezi Mungu ya kuwa haya machache tuliyozungumza yajaliwe katika nyoyo zetu na yadhihiri katika vitendo vyetu, atuelimishe tusiyoyajua na atukumbushe yale tuliyoyasahau. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم وابتهل ويمن إلى الله قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان فثابر وحصل بجهد تصل فثابر وحصل بجهد تصل